mwenye iko na Biblia ya Kiingereza atufungulie Ayubu. Ayubu sura yake tusome Ayubu 20:16. Mtu mwingine atufungulie Jeremiah 51:44. 15. Jeremiah 51:44. Tunasoma Job 20:15 kwa jina la Yesu. Nataka lugha mbili. Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. He has showed down riches, and they shall vomit them up again. God shall cast them out of his bed. 15 inatosha. 15 peke yake inatosha, lakini hiyo nafasi mtu anaweza kusoma hiyo kisha asome mpaka 18. Asome tu 18. He shall suck the poison of asps, which is ingotten well, containing the viper's tongue, shall slay him. He shall not look upon the rivers, the flowing streams of honey and butter, to enjoy his wealth. That which he labored for shall he give back, and he shall not swallow it down to enjoy it. According to his wealth shall the restitution be, and he shall not rejoice in it. That which he labored for, he will give back and shall not swallow it. Biblia yangu nasema kwa Mungu akubariki. Biblia yangu nasema kwa Swahili, amemeza mali naye atayatapika tena. Mungu atayatoa tumboni mwake. Sema Mungu atayatoa tumboni mwake. Mungu atayatoa tumboni mwake. Ninasoma 18. Aliyatapika, aliyatapikia kazi atayarudisha, asiyameze kwa mali aliyoyatabikia hata furahini. Amen. Kaa chini, mwenye kuna Jeremiah tusomee tumalize. Nilikuwa nasema tunasoma katika jina la Yesu. Jeremiah 51:44. Nami nitafanya hukumu juu ya Babeli, nami nitafanya hukumu juu ya Beli katika Babeli, nami nitalitoa katika vinywa vyake alivyovimeza, wala mataifa hawatamwendea tena. Naam, ukuta wa Babeli utaanguka. 45. Enyi watu wangu, tokeni katikati yake, mukajiokoe nafsi zenu na hasira kali ya Bwana kila mmoja wenu. Amen. Haleluya. Amen. Jumbia furaha leo. Ni Jumapili. Haya, huyu ndugu ametokea, wanasemaka leo si Sunday, wanaitaka siku ya Mungu. Mahali kwenye huyu ndugu ametoka, wanasemaka leo ni siku ya Mungu. Maanake wameiachia Mungu. Alo, nataka tuniongee kitu kidogo ambayo umesema amemeza na tatapika. Hiyo ndio topic yangu ya leo. Niongee na mtu ya kwamba Mungu amemwambia Musa, ambieni Israeli watakapojitokeza mbele ya Bwana wasikuje mikono mitupu. Wasijitokeze mbele ya Mungu wao mikono mitupu. Mungu ni Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo na Mungu wa Ibrahim. Sijui mnakumbuka hiyo. Mungu ni Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo na Mungu wa Ibrahim. Na maana ya jina Isaka inamaanisha sadaka. Haleluya. Na popote ambapo Ibrahim alisimama alijua kumjengea Mungu madhabahu. Na madhabahu alimjengea aliweka sadaka.
na sadaka ni sacrifice. Sacrifice imemsaidia mtu aweze kupatana na Mungu. Mungu wa Israeli ni Mungu wa sadaka. Wakati ambapo Mungu alitaka atoe Israeli katika utumwa ya Misri, na Farao ndiye alikuwa amemiliki, na wakati huo Farao alimuita Musa akamwambia, nataka niwaache mwende muabudu Mungu wenu, lakini enendeni nyinyi watu wazima, acheni mifugo yenu. Na utajiri wao wakati huo ilikuwa ni ng'ombe, ilikuwa ni mbuzi, ilikuwa ni ngamia. Musa akasema, hatutaacha chochote hata ukwato katika Misri, tutaenda na vitu vyetu vyote, maana Mungu wetu ni Mungu ambaye anataka sadaka. Tutamtolea Bwana dhabihu tukiwa huko jangwani. Lakini Farao alikuwa ametaka Israeli waende, lakini wasiwe na pesa. Na nikuambia ya kwamba maisha hii ambayo tuko ndani kwa hii dunia inahitaji pesa. Kulipa renti ya nyumba ni pesa, kuwa na gari kuweka mafuta ni pesa, kama hauna gari kuishi kusomesha watoto ni pesa. Na aibu utakayoipata kwa dunia hii, uwe na wokovu lakini hauna pesa, hakuna mahali utaenda, na ukienda hautakuwa na heshima. Watu wengi wako na Roho Mtakatifu mkubwa, lakini shetani anawaima pesa. Na nini ilifanyika? Kumbe shetani amemeza pesa, na kitabu cha Ayubu kinasema ameshameza na iko katika tumbo chake, lakini atayatapika. Haleluya. Mtu akiniangalia atafurahi. Mtu akiniangalia atafurahi. Unaweza andika, lakini usiweke kichwa yako sana. Unajua mahali kwenye macho inaenda ndio kwenye akili inaenda. Mahali kwenye macho ya mtu inaelekea ndio kwa akili ya mtu inaelekea. Ukimwangalia mtu sana, akili itakwambia umpende ama umchukie. Sasa angalia huko ili kwamba unisikie. Kama uko na baby na anataka kunyonya, mwambie usinyonye. Usitake matiti, taka neno. Huko hakuna kupeana matiti huko hivi. Ni kupeana neno. Haleluya. Amen. Nilikuwa nasema haleluya. Amen. Nini ndio inaitwa umaskini? Umaskini ni upungufu ya vitu. Mtu ambaye anaitwa maskini inamaanisha amepungukiwa vitu. Na vitu vikipungua katika maisha, ukipungua vitu katika maisha, pana dharau mojawapo ambayo itakutokea. Kuna vitu ambavyo vitakutokea na vitakuwa dharau katika maisha yako. Ndio maana Ayubu anasema kwa kitabu cha Ayubu 20 mstari wake wa 15. Tena nimesoma hiyo Ayubu 20 mstari wake wa 18. Tena nimesoma nimesoma Yeremia sura 51 mstari wake wa 44. Nikakuja kugundua ya kwamba vitu vyetu tunaweza tukawa navyo na shetani akaja akavimeza. Na kuna kumeza ambao mtu anaweza kameza kitu kikabaki kwa shingo, lakini shetani asimeze vyako mpaka vikateremka vikawa kwa tumbo yake. Elewa, vikiwa kwa tumbo yake ako tayari kwenda choo, na akienda choo vitapotea. Hatutaacha vipotee, vitapikwa tuone. Lazima atitapike tuone. Na operation ambayo itafanyika leo ni kuvitapikisha, kumtapikisha kwa nguvu. Ndoa yako, mali yako, nyumba yako, biashara yako, uchumi yako, afya yako itoke katika kinywa chake. Hata kama ameimeza, aitapike tuione nje. Maana lazima twende na mali, lazima twende na vitu. Hatuwezi kuwa na Roho Mtakatifu kama ndovu, lakini tunaishi kama hizi. Unanguruma shabaraganda, lakini hauna kiatu. Ulimwengu huu hawatakuheshimu. Lazima mahali ambapo mtoto wako amesomea wajue ya kwamba wewe ni mtoto wa mdosi. Wajue. Wengine hawatakuja wanasindikizwa kwa shule, wanaletwa kwa shule na magari, wako wanasindikizwa na dogi. Ile umma yako inaleta watoto wako na waacha kwa mlango wa shule. Shule zote za Kenya watoto wako na muda ya kula wakiwa shule, lakini sababu ya umaskini wako unakuja na mfungia kasukuma wiki, unamletea kwa karatasi, unamwambia hata kama wenzako wakikula wewe kula hapo. Hiyo ni umaskini wa kiwango gani? Kwa duka sio nafasi ya kubaia chakula yako. Si chakula yako haiwezi katoka kwa duka.
kila leo. Sehemu ya unga, sehemu ya mafuta, sehemu ya vitunguu, leta nyanya. Mama hiyo pesa iko leo, sema wakugabulie nyanya. Nyanya wanagawanya nyanya katikati. Ya tena wanakupea pande ya kobole. Bado tungali na Yesu. Unaenda ona kiatu ya mtu ambaye kuna Mungu. Kiatu kuna miaka 6 ijua hata kama kuna mafuta ya kiatu. Wanapulizaka na kinywa inarusha vumbi. Mtu wa kwako amevaa anaenda chaji. Unaangalia kola ya nguo, hizi nguo zetu ni suti, lakini angalia kola inaruka miaka 3 hii. Na hapa Kikomba, Kikoshi, kuko nguo hata ya 200. Lakini roho ya maskini kikuingia, unasahau hata na nguo ya 200. Mpaka watu wakucheke, mpaka watu wakudharau. Na hatutakubali kudharauliwa. Hivyo wakati ya kuambia Bwana, tumedharauliwa inatosha. Na wamemeza hata na akili. Shetani anaweza kumeza hata na akili. Na leo ni siku ya kuambia utaetapika katika jina la Yesu. Hata memeza akiwa wapi, hata memeza akikaa wapi, ataitapika katika jina la Yesu. Ni Ayubu anasema alikuwa na mali, Ayubu alikuwa na heshima, Ayubu alimpendeza Mungu mpaka Mungu akamsifu. Walipoongea na Shetani, Shetani alimuuliza hivi, Mungu alimuuliza hivi Shetani, umemwona mtumishi wangu Ayubu mwaminifu na mwelekevu, ana mali na ana vitu. Shetani akasema ni kwa sababu umempea ulinzi na vitu. Niruhusu nipige ili kwamba hata nione kwamba hata kukana. Mungu akamruhusu, nenda upige, piga vitu lakini uache mwili. Maana Mungu alijua kama una pumzi una vitu, kama una pumzi una uhai. Shetani alipiga kila kitu. Alipopiga kila kitu na Ayubu akajipata yako kwenye mavumbi, na ndio akasema Shetani amemeza, ameshameza mali yangu, lakini nina imani ataitapika. Ameze, lakini ataitapika. Bwana ataitoa katika tumbo chake. Sikia hiyo imani. Baada ya kupigwa, kupita katika zoruba, kupoteza heshima, kupoteza mwili, kupoteza afya, mpaka wenzetu ambao imani yao inapikisikaka haraka wakasema umtusi yule Mungu na ufe. Maana tuko na watu kwa dunia hii hawakubaliake mateso, hawangojake kikiumana wanaanza wenzetu. Halo? Ya mimi usinichukie, niko ndugu yako. Niko tu mwalimu wa habari njema. Hata sijui ni nani alimwambia sumtusi na ufe. Tuko na watu hawazoei mateso. Kama alikuwa kwa ile level ya kishuka, utasikia mdomo inaanza fura. Kama ni wewe ndio unaharibu na ukwani na akili, wewe mzee, wewe unaharibu maisha. Hajaweka ikishika. Kuna watu wenye kitu kikishika ni sifa ya watu wote. Kikiharibika wanaanza matusi. Mke wa Ayubu akamwambia Ayubu, hata hapa sijui ni nini, lakini operation Ayubu aliona kwa ulimwengu wa kiroho. Shetani amemeza watoto, amemeza koti ya banki, amemeza magari, amemeza viti, anameza mpaka anameza ngozi. Jamaa, ngozi inageuka. Na wakati huo Ayubu hakukata tamaa. Ayubu alijua ya kwamba Shetani aliumbwa na Mungu. Hata kama akiwa na pembe aliumbwa na Mungu. Hata kama anaabudiwa na ulimwengu wote, lakini aliumbwa na Mungu. Na Mungu ana uwezo wa kushusha maombi ndani yake, na ikiingia ndani yake atafungua kinywa, atasikia moyo inachafuka na atatapika. Na akitapika vyangu vitatoka, atavitoa katika. Maana ninakosa pesa, ndio maana wananisahau. Sina pesa, ndio maana wananikusanyikia. Ukiwa na pesa ukosi wafuasi. Hauna watu nyuma yako sababu hauna pesa. Marafiki wanakutoroka kama hauna kitu. Wacha kitu ikuje. Kuna wengine watakwambia mimi ni ndugu, nilisoma na baba yako na hakujui. Pesa inampea mtu heshima. Pesa inakuketisha mahali kwenye hawezi keti. Pesa inatuma wanakuita fadha. Pesa. Niliambia watu kuna mwendo ya pesa. Mtu akifanya vizuri hapa, hata kama
tulikuwa tuwafunza miguu yake ikiwa hivi, lakini kama ana pesa, hiyo miguu yake ndio inampendeza. Pesa, kuna harufu ya pesa. Unaweza kumnusa mtu ukasikia harufu yake, unaona anakaa moshi, na kuna mwingine yako perfume. Hiyo ni pesa. Pesa inaletaka Kiingereza. Kuna English ya pesa, by the way, si ya shule, ya pesa. Na watu wa pesa unajua wanapendaka waonekane wasomi. Pesa. Ulishawahi kuwa naiba, ulishawahi kuwa jirani ya mtu ambaye ana pesa? Na nikwambie, watu wa pesa waongei sana. Ukisikia mtu yuko anaongea sana kanisani, ni roho ya umaskini. Watu wa pesa waongeaje kanisani? Wanatoa tu pesa. Ukiona mtu kuna maneno mengi, ujue kama hana kitu. Mwenye hana kitu anakuwa na maneno mengi, na mwenye yuko na kitu pesa yake inaongeaka. Sasa kuko fujo, kelele ingine ni kwa sababu ya umaskini. Halo? Halo? Kuna mtu katikati yetu anaweza ingia matatu akaambia makanga, usinisumbue sababu niko na Roho Mtakatifu. Sina dati bob, lakini niko na Holy Spirit. Kuna mtu anaweza taka credit, lakini akafika kwa hiyo kioski akasema nipe Safaricom na nipe, kisha anakwambia leta mali, anakwambia hapana, mimi sina mali, lakini niko na Holy Spirit. Nani huyo? Haleluya. Holy Spirit inasukuma upate pesa, lakini Holy Spirit haifanyi shopping. Haleluya. Kuna kiwango ambao nitakuhubiri Roho Mtakatifu ujazwe, na nikishindwa kufungua baraka yako nitakuwa nimekukosea mahali. Kanisa letu lote haliwezi kuwa kanisa la manabii. Sitaki hili kanisa lote liwe kanisa la manabii, lakini hili kanisa liwe kanisa la watu ambao wana pesa, wasapoti manabii. Amen. Mimi sikukusukuma uwe nabii hapa. Ati tukianza wazi tikisa kichwa. Moto itakuchoma. Achana na moto. Nataka uwe na pesa usapoti moto. Amen. Maana moto isizimike madhabahuni. Inazimika kwa sababu ya kukosa kundi. Kundi inapatikana kwa pesa. Haleluya. Nataka tuwe na church ambayo magari itajaa hapo nyuma. Tuwe na kanisa ambao watu wamejielewa. Hatutakuwa tunafanya harambee ya balbe ya 150. Tutachangia watu wangapi 150? Mko wangapi? Tunataka candle ni terrible. Mko na watu wangapi wenye watachangia candle? Candle tufanye harambee ya candle. Maana ni kanisa maskini. Na hatutapaki na kanisa maskini kama bado tungali kwa dunia hii. Na shetani alimeza vyako. Hatutapike katika jina la Yesu. Tunatoka kwa kiwango ya harambee. Tunatoka kwa kiwango ya vitu vidogo. Mtu mmoja asimame akasema yale yote nitayagharamia. Mwambie watu waende. Twende bob tuchangie. Amplifier ilikufa. Amplifier ilichomeka ni ngapi? 3,000. 3,000 tuchangie. 3,000. Tuchangie 3,000. Yenye watu wako naenda hapa harizi. Wanakunywa pombe na wanamaliza 3,000. Na ukipita karibu yake anakuongezea 500. Ukicheka anakupatia 200. Lakini tukifika kanisani, jamani, wakati walilewa hapa wakumbuke gharama za ulevi. Kuna kutoa kwa nguvu. Roho ya ulevi ni roho ya kutoa. Lakini ukifika kanisani, hiyo gharama inakupotea. Unakuwa na gharama ya kuimba. Wakileta nyimbo unaimba, lakini unasahau kitu. Ni kwa sababu ya roho ya umaskini. Na tuna uwezo ya kukemea roho hiyo katika nasema tuna uwezo ya kukemea roho hiyo katika jina la Yesu. Bado nasema tuna uwezo ya kukemea roho hiyo katika jina la Yesu. Itapikwe. Yes. Itapikwe. Niambie mtu kitu. Ikitapikwa hata imesagwa utaiona. Amen. Hata kama imeshasagwa lakini utaiona. Nilitapika. Hii ni kama ilikuwa nyanya. Hii ni kama ilikuwa sukuma wiki. Nilitapika lakini ilikuwa ni nyama. Imesagwa lakini utaiona. Itapikwa lakini uione. Hiyo pesa yangu. Nimesaka mavazi. Ndio hiyo itoki katika tumbo chake. Katika jina la Yesu Kristo. Shetani anaweza akameza heshima. Shetani anaweza akameza ndoa. Shetani anaweza akameza biashara. Shetani anaweza akameza upendo.
jina yake ni Onyono. Sasa Onyono siku zote wakitembea na huyu wanatembea wakiwa hivi pamoja, akitaka kumsalimu anampa, lakini nafika kiwango akigusa hivi shindwa kwa jina la Yesu. Mashetani ya kisisi sogelee. Ukitaka mwambie I love nani? Jinga. Unatuliza nini iliingia kati? Mapenzi ilimezwa. Yes. Mapenzi na wakati inaweza ikamezwa. Na mtafikiri mbali, kumbe ilimezwa. Ndio huyo mwenye mlikuwa mnasumbuana. Huyu tu ndio ule mlikuwa mnasumbuana. Nashindwa kulala kama sijakuona, kama sikusikie. Nasikia kama dadedi. Ongea tu basi unisikie. Sema tu neno moja na roho yangu itapona. Lakini nafika wakati akisema neno moja inaleta vikwazo. Vita. Hata ukumbuki wakati kiatu ilitoboka kwa kwenda kwao. Au kumbuki? Ulikuwa unamwambia fungua dirisha ili kuone. Unakuja mpaka kwa dirisha. Na hiyo wakati alikuwa simu kulikuwa na barua. Ilikuwa ni kuandikiana barua. Na unajua watu wengi wakati huo walikuwa wanajua kuandika, lakini maneno ya mapenzi ilikuwa inajulikana. Ni kama wazee ambao hawajui kitu lakini kuhesabu pesa wanajua. Sasa unaweza ukagundua nini inaweza ikawa sababu imemezwa. Nini imefanya hiyo imemezwa? Niliongea na mtu jana kwa prayer, tulikuwa kwa maombi. Kuna mtu nilimwambia, niko na ndugu yangu ambaye aliota kwa ndoto wanamuiba Bible. Wanaiba Biblia kisha wanapupu. Wakati alitafuta kwa ndoto yake akapata Biblia imefunguliwa kwa sehemu ya Zaburi na wamepupu. Kuna kinyesi juu ya Biblia. Wakati aliniambia tafsiri nikamwambia, hey, kiu ya Mungu itakutoka, watakuiba wokovu, utasoma Biblia utashindwa. Na kuambia mpaka sasa yule ndugu ni mlevi. Na alikuwa mwalimu. Na alikuwa anaitwa pastor. Walimvuruga wakaiba Biblia kwa ulimwengu wa kiroho. Wakaichafua kwa ulimwengu wa kiroho, wakapoteza spirit ya Mungu ndani yake. Wakampandikiza ulevi. Shetani anaweza akakuiba roho ya kanisa, akakuwekea roho ya kwenu, ukashindwa kujielewa. Wewe mwenye ulikuwa unakataa mapambo unaanza jipamba. Ulikuwa unakataa zina unaanza kuzini kama mbwa. Ulikuwa unasema ukunyi unakuta kwamba tabia, na hiyo ni shetani. Anakuwaka amechukua anameza. Mungu akupe chance leo itapikwa katika jina la Yesu. Nasema Mungu akupe bahati leo itapikwa katika jina la Yesu. Unaweza ukawa na pesa ya kujisaidia, usije kiwango yenye pesa inapotea, unatafuta unashindwa, unafanya yote, unaenda kwa mkaa, unafungua kibanda, unaenda kwa hiki, unakodisha, unachukua loni, ndio unachimaliza. Shetani anameza. Na nikwambia akimeza huwa anameza hachuki. Anameza, na kama unaweza ukapata prophet ama mtu anajua deliverance, amtapikishe bado ingali hapa, itatoka mapema. Ikifika kwa tumbo inakuwa na vitu vingine. Ayubu anasema alimeza mpaka ikafika kwa tumbo. Inamaanisha Ayubu akaisha. Lakini Ayubu hakupoteza imani. Ayubu alisema hata kama imefika kwa tumbo, Bwana Mungu wangu ataitoa kwa tumbo, ataitapika. Amen. Ataitapika. Haleluya. Amen. Ulishawahi kuona mtu anatapika? Ulishawahi kuona mtu anatapika? Ama wewe umeshatapika? Unajua kisi na umaka, inabidi ufanye prayer ya nguvu utapikishe mwenye alimeza. Maana anayemeza ako na nguvu ya kumeza, na kutapikisha ni nguvu nyingine. Lazima kwa nguvu mbili. Kumwambia mtu alimeza atapike, usifikiri ni kiurahisi rahisi. Utatapika. Nakwambia na meza yangu utatapika. Vile ukiongea ndio na meza zaidi. Manabii wanamezwa. Shetani ako na uwezo wa kumeza manabii. Nilikuwa na nabii mmoja ambaye alikuwa prophet mzuri sana, lakini akafika kiwango ambao wakiimba anaanguka. Akianguka anasimama anajifanya hivi. Sasa niliona anaanguka mara pili, nikamwambia, "Wewe uko naanguka na hakuna ujumbe, ni kama umeshaisha. Unabaki na mpii na shogeli ya kuwa kwa maji." Sasa hapana kuhusu ni ngali. Na unajua nikakwambia timu ya tuko tu ni timu mbaya. Maana hata wakiwachapa, wakiwapiga bao walisema tuko tu.
umeshaisha na ungali tu. Yaani ukubali ya kwamba umeisha usaidiwe. Yaani ukubali kwamba umemezwa usaidiwe. Jamani, hatutaikaa kanisa ambao hatuwezi saidiana. Hatuwezi ishi kwa kanisa ambao tutasaidiana. Na hatutakubali shetani ameze vitu vyetu tukiangalia. Lazima tutafanya prayer. Na maombi yetu ni ya kutapikisha magari. Kuna prophecy uliambiwa utakuwa na magari. Kuna unabii alikwambia utaenda mbali. Kuna unabii alisema utaenda ngambo. Kuna unabii alisema utachenga, utaoa, utakuwa na maisha mazuri. Hiyo iko wapi? Ninaitaka katika ulimwengu wa kiroho. Mungu anionyeshe namna vitu vyako vitatapikwa. Utakapoenda mbali itakuwa vizuri. Pana mtu ambaye alimkosea Mungu, anaitwa jina lake Jona, na akaingia katika meli ya wafanya biashara, akaenda mahali panaitwa Yopa, akaingia kwa meli ambayo inaenda Tarsisi. Alipoenda huko, watu ambao wanafanya biashara wakamgundua ya kwamba ni mtu wa Mungu, na wakati huo Yona alikuwa amejua ya kwamba Mungu wangu ni wa rehema. Akaingia ndani, wakamwambia tutapiga kura ili kwamba tujue ni wewe ni nani. Akasema ni mimi, ninaleta madhara haya. Wakamtupa ndani ya bahari. Walipomtupa ndani ya bahari, samaki ikafungua kinywa ikamumeza. Samaki ikajua ya kwamba ni biashara, ni chakula, lakini alipokuwa ndani, Mungu akasurudisha samaki, ikamwambia tapika, huyu ni mtumishi wangu. Ilimumeza, ikamtapikia Ninawi. Na mimi niambie mtu hapa, walikumezea hapa, wakutapikie kwa destiny yako. Mungu akubariki. Walikumezea hapa, wakutapikie pale kwa ile nyumba yenye Mungu anataka. Walikumezea hapa, wakutapikie pale kwenye Mungu anataka kukupeleka. Na kumeza haiko problem. Kutapika ndio leo tunataka. Wacha wameze, lakini leo itapigwe. In Jesus name. Amen. Itoke. Na kama walikumeza mzima mzima, utoke mzima mzima. Lakini mwenye alitapikwa, mwenye alimezwa kama ni samaki, anapasha toka na harufu. Ni kama ndio tutakimbiza hapa. Sasa utatapikwa, sio utaangalia aje. Sio utatoka ndani, sio utatoka ndani aje. Haleluya. Haleluya. Amen. Nilikuwa nasema haleluya. Amen. Nilikuwa nasema haleluya. Amen. Mtu mmoja alinipea promise, akasema Mungu akinibariki nitasimama na wewe. Nitasimama na wewe na kufanyia vitu vya ajabu katika dunia hii. Nilipoomba Mungu nikamwona hana pesa. Nikauliza Mungu vizuri, huyu anatoa promise nitasimama na mimi Kenya, na mbona hana pesa? Mungu akaniambia huyo ako na maneno ya uzima, maneno ya kukusaidia, lakini wachawi wamemeza. Ili kwamba umsaidie, tapikisha. Na mimi nikasema niko tayari leo kutapikisha. Amen. Kama natoka Ingo, mimi nilikuwa Ingo hii wiki. Na unajua Ingo, uko wapi tena Ingo? Nilikuwa wapi? Nilikuwa Chafakali. Na nikakumbana na Moroza Chafakali. Uwezo huyo utanileta Nairobi. Kama watu walitapika Mombasa, na ndio kwenye kuko majini ya Nairobi iko kidogo. Mombasa ndio kunajulikana kuko power. Kama walitapika Kisii. Kisii wapi tena? Hapo kwa pili. Kioki. Wewe unajua Kioki? Washirika wangu wote wa Kioki walikuwa wazee. Wale washosho, unaangalia mtu hapo anafanana simba ya kabila ya Yuda, simba ya kabila ya Kisii. Lakini unaomba na wanatapika. Lazima wenye walimeza wa Nairobi watapika.